Bwana, mimi naitwa Evaristo Mwageni, nipo hapa Ushuani Media. Leo nataka nikuletee mchezo mwingine tena kuelekea dabi ya Kariakoo. Kama watu tunavyoweza kufahamu kabisa, Simba na Yanga wanakwenda kukutana tarehe 3 ya mwezi wa 5. Na mchezo ambao unakuwa ni mchezo wa mwisho kwenye mzunguko wa pili baada ya raundi ya kwanza. Young Africans alikuwa ni mwenyeji wa mchezo huo na akalazimishwa sare ya bila kufungana katika uwanja wa New Amaan Complex pale Zanzibar. Na kuelekea mchezo wao wa pili wa raundi ya pili umekuwa na pressure kubwa sana, hasa ukiangalia kwenye nafasi za timu zote mbili. Ukiangalia kwenye kuwania ubingwa, Young Africans anaongoza ligi akiwa amemzidi Simba kama alama 5 hivi. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba, wao wanaonekana na kikosi bora sana, hasa wanapokutana na Young Africans kwa msimu huu. Ukitazama kwenye mchezo wao wa kwanza wameweza kuonyesha kiwango bora sana. Ukiangalia maeneo ya uwanja pamoja nje ya uwanja, tumeweza kuona Young Africans wameshindwa ku maintain ile pressure ya Simba ambayo walikwenda kuonyesha katika uwanja wa New Amaan Complex. Lakini the way leo anarudi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kujiuliza tena kwa mara ya pili na Simba Sport Club. Na Simba wao wanaonekana kwamba wanakwenda kupata ushindi kwenye mchezo huo. Je, wewe kwa upande wako kama shabiki wa mpira unaweza ukasema kwamba nani anakwenda kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo? Hasa ukiangalia mashabiki wa Yanga, wao wanaendelea kusema kwamba Pacome Zouzoua anaenda kuwalaza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Lakini ukiangalia kwa upande wa Simba Sport Club, wanaangalia wachezaji nyota ni wachezaji wawili. Ukiangalia wachezaji wawili naweza nikasema hivyo, hasa wanaocheza wing backs. Ukiangalia Libasi Agei pamoja na Anset Ura, bila kusahau katikati ya uwanja tunaweza kuona Ino Liemba ameweza kuingia kuonyesha kiwango bora sana pamoja na Clatous Chota Chama. Mimi kwa upande wangu naweza nikasema kwamba ni mchezo ambao kila mtu anahitaji alama 3. Lakini ukiangalia kwa upande wa mashabiki, wao wanasema kwamba timu zao zinakwenda kuibuka na ushindi. Ninakuacha na swali kwa siku ya leo. Nani anakwenda kuibuka na ushindi kwenye mchezo huo? Tudondoshe comment yako hapa na sisi tutaendelea kusoma comment zako na tutazipitia. Bila kusahau endelea kupitia katika kurasa zetu za Ushuani Media. Ingia pale YouTube, search Ushuani Media, tunakuletea michezo yote live kabisa bila chenga. Na mimi mzee wa Mazinzongu ninakuletea michezo hiyo live kabisa. Subscribe channel yetu ili uwe mwanafamilia wa Ushuani Media. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta? Vipi pampu za kuvuta maji washakuibia sana? Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo Fundi Pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka guta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, generator, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo Fundi Pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo Fundi Pikipiki kutoka Kasunga Company Limited anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.